meupe yaliyokuwa kama si sehemu ya mwili wake, yenye mng'ao wa upofu uliojaa kuona mbali zaidi ya dunia ya kawaida. Sauti yake ilikuwa ya chini sana, kama inayonong'ona na upepo. Alitembea akisaidiwa na fimbo iliyojaa alama za ajabu, na kila mahali alipopita, mbwa walibweka bila sababu, wanyama wakajificha, na maua yakanyauka kana kwamba yameguswa na barafu. Watu wa Rausor walijifunza kuishi kwa hofu, lakini pia kwa mazoea. Maisha yaliendelea, watu walikunywa pombe zao, walicheka kwenye karamu, lakini hakuna aliyethubutu kuuliza Alfonso alikuwa anafanya nini na wale kondoo wake wa ajabu. Mara kwa mara, mzee huyo alionekana akisafiri na mkokoteni wake wa mbao, akiwa amebeba kondoo waliokuwa na macho ya huzuni. Wengine walionekana kulia kimya kimya, kana kwamba walijua kinachowakabili. Wengine walitetemeka kwa woga hata kama baridi haikuwa kali sana. Ukweli ambao haukujulikana ni kuwa kondoo hao walikuwa watu. Watu waliogeuzwa kwa uchawi wa kale uliosahaulika na mwanadamu. Uchawi ambao Alfonso aliurithi kutoka kwa babu yake, ambaye kwa miongo kadhaa alisoma maandiko